Karibu kwenye Tunu za Kiswahili, mahali tunaposimulia hadithi zenye kugusa maisha, zenye mafunzo na zenye matumaini kwa kila moyo unaopambana. Leo nakuletea simulizi ya kweli, simulizi ya mama mmoja jasiri itwayo Ndoto ya Mama Mchuuzi. Hapo zamani si sana, kulikuwa na mwanamke mmoja aliyeitwa Mama Asha. Mama Asha alikuwa mama wa watoto watatu, wawili wa kiume na mmoja wa kike. Alikuwa anaishi kwenye nyumba ya kupanga, nyumba ya vyumba viwili, kuta umechoka na dari limejaa vumbi. Lakini ndani ya moyo wake Mama Asha alikuwa na kitu kimoja kisichoyumba, ndoto. Ndoto yake haikuwa tu kuinua maisha yake, bali kuhakikisha watoto wake hawarudi mateso aliyoyapitia. Alitaka siku moja watoto wake wasimame kifua mbele na kusema, mama yetu alijitolea, alitupigania. Lakini safari yake haikuwa rahisi hata kidogo. Kila alfajiri kabla hata jogoo hawika mara ya tatu, Mama Asha alikuwa ameshainuka. Anachukua kikapu chake, anatandaza vitambaa vya kuifunika mikate na maandazi yake, kisha anatoka taratibu huku akivuta pumzi ndefu. Baridi ya asubuhi inamgonga usoni, lakini moyoni anajiambia, nikilala sina chakula, nikijituma nitapata kidogo. Anatembea umbali wa zaidi ya kilomita 3 kufika sokoni. Njiani anakutana na mama wengine wachuuzi, wote wakiwa na mizigo yao vichwani. Wanabadilishana salamu zenye matumaini. Asubuhi njema Mama Asha. Asubuhi njema dada Salma. Mungu atupe wateja leo. Kwenye soko, anapanga mkeka wake chini ya kivuli cha banda la bati lililochoka. Anapanga maandazi, chapati na sambusa zake kwa mpangilio mzuri kama vile anauza dhahabu. Lakini kwa macho yake, hizo kweli ni dhahabu. Ni matokeo ya jasho lake, ya usiku usio na usingizi, ya ndoto yake. Wateja wake wanampenda kwa tabasamu lake. Hata kama hana mengi, anatabasamu kila wakati. Anaamini maneno ya wazee, tabasamu ni biashara isiyohitaji mtaji. Lakini maisha ya soko hayakuwa mepesi. Siku moja mvua ilinyesha ghafla wakati bado wateja hawajafika. Mvua kali iliharibu maandazi yake yote. Aliketi chini, machozi yakimtiririka. Chakula cha watoto kilikuwa kimepotea. Lakini mama huyu hakukata tamaa. Alichukua mabaki ya unga uliololowa, akaanza kukanda tena, akasema, Mungu usiniache, watoto wananiangalia. Usiku huo alioka upya. Akaamua kesho yake iwe bora kuliko jana. Siku nyingine askari wa halmashauri walifika sokoni ghafla. Wakaanza kuwafukuza wachuuzi bila huruma. Mikate ya Mama Asha ilidondoka chini, watu wakakanyaga bila kujali. Alijaribu kuokoa angalau kidogo, lakini haikufanikiwa. Alienda nyumbani mikono mitupu akiwaza, kwa nini maisha yanakuwa hivi? Nimekosea nini, Mungu wangu? Lakini ndani ya moyo wake sauti moja ndogo ilimnong'oneza, endelea, usikate tamaa. Siku moja utacheka. Watoto wake walikuwa sababu ya kila pumzi aliyovuta. Mtoto wake wa kwanza, Abdul, alidarasa la 7. Wa pili, Juma, alikuwa darasa la 5. Na wa mwisho, Amina, alikuwa darasa la 1. Wakati mwingine Abdul alimwambia mama yake, mama, siku moja nitakuwa daktari mkubwa, utapumzika. Mama Asha alitabasamu kwa machozi yakimtiririka. Mwanangu, ukisoma kweli, utafanikiwa. Mama yako atakuwa nyuma yako daima. Lakini changamoto ya ada za shule, chakula na kodi ilimlemea. Wakati mwingine hakulala akiwaza atapata wapi pesa ya kununua daftari za watoto. Lakini kila alipofikiria kuacha biashara, aliona sura ya watoto wake wakilala njaa, ikamfanya amke tena kesho yake. Siku moja ya Jumamosi, aliamua kupeleka maandazi yake karibu na ofisi moja mpya iliyofunguliwa mtaani. Wafanyakazi walivutiwa na maandazi yake, wakasema, mama, haya ni mazuri sana, ungekuwa unaleta kila siku. Kuanzia siku hiyo Mama Asha alianza kupata oda kubwa kila asubuhi. Alikuwa anaamkia saa 10 usiku, anaoka mikate na maandazi mapya kwa wateja wake wa ofisini. Mapato yakaanza kuongezeka kidogo kidogo. Kwa mara ya kwanza aliweza kulipa kodi mapema na hata kununua ndala mpya kwa watoto wake. Akawaambia, msiache kusoma, msione mama yenu ni mchuuzi. Ndoto yangu ni kuona mnapita mbali kuliko mimi. Lakini bahati ilipokuja, majaribu pia yalikuja. Mume wake aliyekuwa ameondoka miaka 2 iliyopita ghafla alirudi. Akasema amebadilika, anataka familia yake tena. Mama Asha kwa moyo wa upole alikubali. Akamkaribisha akiamini kila mtu ana nafasi ya pili. Lakini muda mfupi baadaye, mambo yakaanza kubadilika. Mume alianza kutumia pesa za biashara vibaya. Akaanza kulewa na hata wakati mwingine kumtusi Mama Asha hadharani. Mama akalia usiku mwingi, lakini hakusema kwa jirani yeyote. Alijua anachopigania ni watoto wake, si maneno ya watu. Siku moja baada ya ugomvi mkali, mume wake aliondoka tena. Safari hii hakurudi kabisa. Mama Asha alibaki na maumivu makubwa, lakini moyo wake haukufa. Alijiambia, nitapambana. Nikiwa peke yangu, nitafika.
Miaka ikasonga. Watoto wake wakaendelea kusoma. Abdullah kafaulu kuingia sekondari. Habari hiyo ilileta furaha kubwa sokoni. Marafiki zake wakamwambia, Mama Asha, umevunja rekodi. Mtoto wa mchuuzi ameingia sekondari. Alitabasamu kwa unyenyekevu. Sio mimi, ni Mungu. Mimi nilichofanya ni kupanda mbegu. Kwa mapato madogo aliendelea kulipa ada kwa juhudi zote. Hata kama hakuwa na chakula kizuri, alimwekea mwanaye hela ya shule kwanza. Kwao elimu ilikuwa urithi pekee. Mwaka uliofuata, Amina naye akaanza kupenda shule. Alisema anataka kuwa mwalimu kama yule anayemfundisha kila siku. Mama Asha akaanza kutengeneza vitumbua na chapati za maziwa ili kuongeza kipato. Wateja wake wakawa wengi zaidi. Baada ya miaka kadhaa ya mapambano, Abdullah alimaliza kidato cha 4 kwa alama nzuri. Shule ilimpendekeza kwenye taasisi moja ya ufundi ambako angejifunza kuwa fundi umeme. Mama Asha hakuamini macho yake. Alilia, si kwa huzuni bali kwa furaha. Alienda sokoni siku hiyo akiwa amevalia kichake kizuri zaidi. Wenzake wakamshangilia, Mama Asha, ndoto yako inaanza kutimia. Na kweli, muda haukupita sana. Abdullah alipata kazi kwenye kampuni ndogo ya mitambo. Akaanza kumtumia mama yake pesa kidogo kila mwezi. Mama Asha akaanza kuuza kwa utulivu bila hofu ya kesho. Siku moja akaenda benki kufungua akaunti yake ya kwanza. Alipoweka sahihi yake, machozi yakamtoka. Akaona picha ya safari yake kutoka kwa mama mchuuzi wa kipimo cha maandazi hadi mwanamke mwenye biashara ndogo inayokuwa. Miaka michache baadaye, Amina alifaulu vizuri kidato cha 4. Akaenda chuo cha walimu. Mama Asha alijikuta akicheka peke yake wakati mwingine. Alihisi kama ndoto zake zimeanza kupata maana. Akaanza kujenga kibanda chake kipya sokoni, cha bati jipya, rangi safi, jina limeandikwa juu kwa herufi kubwa. Maandazi ya Mama Asha. Chakula cha upendo. Na kweli, ndani ya kila kipande cha maandazi yake kulikuwa na upendo. Upendo kwa familia, kwa jasho lake, kwa ndoto yake. Maisha ya Mama Asha yanatukumbusha jambo moja muhimu sana. Hakuna ndoto ndogo maadamu una moyo wa kuamini na kufanya kazi kwa bidii. Mama huyu hakusoma sana, hakuzaliwa tajiri, lakini alikuwa na moyo wa chuma na imani isiyoyumba. Leo watoto wake wamesimama imara na jina la Mama Asha limekuwa mfano wa nguvu ya mwanamke wa Kitanzania. Anasema kwa tabasamu, niliwahi kuwa mama mchuuzi, lakini ndoto yangu imenijenga. Ndoto ya mama mchuuzi ikiaminiwa inaweza kubadilisha kizazi kizima. Asante kwa kusikiliza simulizi hii ya kugusa moyo, ndoto ya mama mchuuzi. Kama umejifunza kitu, usisahau kusubscribe kwenye Tunu za Kiswahili kwa simulizi nyingine zenye kugusa maisha, kufundisha na kuleta tumaini. Kumbuka, kama Mama Asha alivyoamini, mtu asiyekata tamaa ndiye anayefika mbali.